Uwanja wetu wa nyumbani na Thomas nimemtafuta hapa Karimbo Imanda. Ndio. Walau na yeye atie neno na tumsikie kwenye hili. Karimbo Imanda, habari ya jioni? Salama, habari ya kazi? Tunamshukuru Mungu kabisa. Karibu sana kwenye Sports Venue ya Bongo FM Radio. Asante sana. Tuko tunazungumza hapa, tukatamani tusikie neno lako kwenye hili mchezo huu wa dabi ya Kariakoo kwenda visiwani Zanzibar, na kubwa zaidi pengine wakati Yanga wanachagua viwanja vya nyumbani, uwanja huu wa New Amani ulikuwemo, ama hapa nini ambacho kimezingatiwa? Mchezo wa awali ulikuwa ufanyike kwenye uwanja wa Benjamin Mkapa, ambao ndio uwanja ambao Young Africans Sports Club walikuwa wameuchagua kwa ajili ya michezo yao ya dabi, kwa maana dhidi ya Simba na dhidi ya Azam FC. Ndio. Lakini siku chache zilizopita walitutaarifu kwamba wamepokea taarifa kutoka kwa wamiliki wa uwanja kwamba uwanja huo utakuwa na matumizi mengine kwenye siku hiyo ya Machi mosi. Na hivyo kulazimika sasa kuwasiliana na bodi kwa mujibu wa kanuni, kwa mujibu wa taratibu. Pale ambapo timu inapata changamoto ya uwanja wake kwa sababu zozote zile, hasa zile kama kufungiwa na kadhalika, inapaswa kuwasiliana na bodi ligi kuu Tanzania na kuandika barua ya kuomba kutumia uwanja mbadala, uwanja mwingine. Kwa hiyo ni mchezo mkubwa, unafahamu kwamba ni mchezo ambao umekuwa ukivutia hisia za watu wengi kutoka ndani na nje ya nchi. Uwanja wao wa nyumbani ni KMC, ambao kapasiti yake ni ndogo sana ukilinganisha na mahitaji ya wadau kwenye huo mchezo. Kwa hiyo alternatively wao waliomba kutumia uwanja wa Amani, na baada ya kutuletea maombi yao, kitu ambacho sisi bodi ligi kuu Tanzania tulifanya ni kuwapa maelekezo ya vitu gani wanapaswa kuwasilisha kwetu ili kuthibitisha kupatikana kwa uwanja. Ndio. Na walipokamilisha nyaraka zote zilizohitajika kwa ajili ya matumizi ya uwanja, basi tukatangaza rasmi jana kwamba mchezo utakwenda kufanyika kwenye uwanja wa New Amani Complex. Na kwenye maelezo, uwanja wa Benjamin Mkapa kwa siku hiyo utakuwa na matumizi gani? Maana umesema utakuwa na matumizi siku hiyo. Sasa hiyo wasiliana na Young Africans Sports Club, kwa sababu wao ndo wenye uwanja kwa mujibu wa kanuni, na wao wametutaarifu sisi kwamba wametaarifiwa na wamiliki wa uwanja. Kwa hiyo hilo ni jambo ambalo litakuwa nje kidogo ya mamlaka yangu ya kuzungumza. Ndio. Basi sawa, hilo limekaa sawa sawa na tumelielewa vizuri. Asante sana. Jioni njema. Kwako pia. Bana, ni afisa habari huyo wa bodi ya ligi kuu ya kandanda Tanzania bara, Karimbo Imanda, akisema ya kwamba uwanja utakuwa na matumizi mengine kwa namna ambavyo Yanga wamewasilisha wao. Uwanja sio unatengenezwa ule kaka. Mimi naungana nao, yani kwamba kusema uwanja uko sahihi kwamba una matumizi mengine, maana yake matumizi mengine hata kutengenezwa ni matumizi. Yani unajua hicho anachokiongea Tom. Kuna siku moja tunapiga story, alinigusia hichi kitu, akasema unajua ule uwanja unahitajika marekebisho kwenye pitch. Yani kuweka sawa kwa ajili ya maandalizi ya jambo zito. Na akawa ananigusia, ananiambia nadhani hata baadhi ya michezo ya mzunguko wa pili ya Simba na Azam, Yanga na Azam, inaweza isifanyike Benjamin Mkapa pia. Sema mimi kitu ambacho nilikuwa kwanza, kwa maana kwamba bodi ya ligi wao wakisema kwa maana kwamba mimi uwanja nimepata taarifa na matumizi mengine, wao wana haja ya prove au kudhibitisha. Maana yake nilichoelewa ni kwamba wao matumizi wanayafahamu, lakini hawazungumzi wao kwa sababu wahusika ni Yanga Afrika. Na kama umemsikiliza vizuri Karimbo Imanda hapo, kuna vitu ambavyo wamewaambia Yanga waviainishe kwenye barua yao kipindi wanaomba uwanja wanaomba ridhaa ya kutumia uwanja wa New Amani Complex. Naamini katika vitu ambavyo walipaswa kuviainisha ni moja ya taarifa ambayo imetoka kwa wamiliki wa uwanja, ujue. Na taarifa haitoki kwa maneno, ujue. Kwenye hicho ambacho alikuwa anazungumza kwa maana kwamba upatikanaji wa New Amani sio upatikanaji tu. Kama ungemsikiliza vizuri kwenye swali alilomuuliza Isa, ungemsikiliza vizuri kwenye swali alilomuuliza Isa. Nilichomsikiliza, yani issue ya msingi alichokuwa anakizungumza kwamba uwanja una matumizi mengine. Isa akamuuliza swali kuhusu namna ya hayo matumizi ya uwanja, akasema sio jukumu lao yeye kuweza kuzungumza kuhusu matumizi ya uwanja hao ni kitu gani. Kwa hiyo alichokuwa anazungumza ni namna gani uwanja wa New Amani Complex unavyoweza kupatikanika na namna ambavyo
logistics za mechi kuweza kufanyika kwenye uwanja wa New Amani Stadium. Asingetumia neno ambalo amelitumia hapo. Unajua yaweza kuwa kwenye kumsikiliza kila mtu ameelewa tofauti, lakini ingekuwa inawezekana tungeweza hata kumrudia kumpigia simu. Kuna kauli ameiongea. Issue sio mechi kuchezeka New Aman Complex. Yanga ainisheni vitu vyenu vyote kipindi mnatuomba sisi. Kuna kitu amekiongea hapa kama mmemsikia vizuri. Na kuna kitu pia kwenye kanuni yako kwamba ndio nilichotaka subiri hawa wanaohusika na mpira, yani ligi, bodi ya ligi wana uwezo pia wa kuhamisha. Kuna kipengele umekisema kwa maana yake Yanga wameandika. Sasa bodi ya ligi sasa wamechukua jukumu kama ambavyo wamesema nani boy kwamba tuhamishe. Kwani ali shida yako wewe hasa ni ipi? Kuna kifungu nimekisoma hapa Thomas yataka kugusia. Ndio. Lakini sijui alihofia nini akakaa kimya. Na nilikuwa nategemea pia Isa lingekuwa pia ni miongoni mwa maswali ambayo tunaweza kuzungumza. Kipi? Yes. Kwa maana kwamba mchezo ambao kama uwanja utakuwa na matumizi mengine na timu inataka kuhamisha mchezo, ndio inatakiwa iwe katika mji wa karibu au mkoa wa karibu kuweza kwenda kucheza ambao ni ndani ya bara. Bwana wengine hao. Lakini hili swali tutaulizana mara nyingi. Msimu uliopita mchezo wa mwisho achana Singida. Yanga na Dodoma mfanyika wapi? Yanga na Dodoma Jiji. Sio kuna mabadiliko ya kanuni. Kila msimu unapokwenda watu wanafanya mabadiliko ya kanuni, wanaboresha kanuni kwa hiyo kuweza kuifanya ligi kuwa bora. Bana sawa, dakika hii ni 25 na dakika 4 pekee kama si 5 ndizo ambazo zimesalia kabla ya kufika saa 1 dakika 30. Na kumbuka kwamba ni wakati ambao kuna shilingi 150,000 na kwenda kutoka hapa.